Ndugu zangu wa Tanzania na Wanangorongoro kwa ujumla, heri ya mwaka mpya. Niwape salamu za mwaka mpya. Kwa majina yangu naitwa Isaya Oleposi Laizer, na waleteeni salamu ya mwaka mpya wenye baraka, neema na ulinzi wa amani kwenu wa Tanzania. Ndugu zangu, mnajua kabisa kwamba nikisema tumepitia msukosuko kuanzia miaka minne ya Samia Suluhu Hassan kuingia madarakani, nitakuwa sikosei chochote. Ndugu zangu, mnafahamu kwamba mwaka 2022 tulikumbwa na matatizo. Tarehe 10 mwezi wa 6 tulikumbwa na matatizo kwenye tarafa ya Loliondo iliyopelekea serikali kuinyakua ardhi ya wananchi wa tarafa ya Loliondo, siku ya mita 1500 iliyosababisha madhara ya maumivu ya binadamu na vile vile ya kuumizwa kwa watu na wengine kupotea kama mzee Oleng'io. Ndugu zangu, lakini vile vile pia iliyopelekea kufilisika kwa watu, baadaye kuumia watu kiuchumi, na mpaka sasa inawaumiza watu. Nikisema hivyo, ndugu zangu, mnafahamu kabisa kwamba siku ya mita 1500 ilikuwa ni tegemeo kwa wananchi wa tarafa ya Loliondo kwa mifugo yao kupata huduma mbalimbali zinazohitajika kwa mifugo, kama chumvi, kama majani na kama maji vile vile. Ndugu zangu, baada ya serikali kuichukua ile eneo kwa nguvu, licha ya kugharimu tu maisha ya wananchi kwa maana ya kuumiza wananchi, lakini vile vile kupoteza wengine kama mkena mzee Oleng'io, ilipelekea ufukara, kufilisika kwa watu, na ilipelekea kutaifishwa mifugo zaidi ya 20,000 kutokea 2022, 2023 na 2024. Mwaka 2025 mwelekeo umekuwa tofauti kidogo. Walikuwa wakikamata mifugo, na wamekamata mifugo kwa maelfu na kuwadai fedha nyingi, 100,000 kwa kichwa ya ng'ombe, kilichopelekea wananchi wote, kwa sababu hiyo ni eneo tegemeo kwa wananchi wa tarafa ya Loliondo pekee iliyokuwa imebaki na imechukuliwa, kukutana na mkono wa kufilisika kutokana na mifugo yao kukamatwa. Hakuna mwananchi aliyobaki salama bila kukamatiwa mifugo yake. Hakuna hata mmoja alionusurika bila kukamatiwa mifugo yake. Na mifugo wametozwa fine ile ile ya 100,000 kwa kichwa ya ng'ombe. Ukisema leo wananchi wa tarafa ya Loliondo labda ni 100,000 na wote wana mifugo, wote wamekamatiwa. Ndugu zangu, niseme tu kwamba hali wanaopitia wananchi wale bado ni tete na hakuna majibu, na bado ukamataji wa mifugo mpaka leo ninapoongea, kuna mifugo yako mikononi maaskari wa mamlaka ya hifadhi ya Ngorongoro, kwa sababu waliopewa kusimamia eneo hilo ni mamlaka ya hifadhi ya Ngorongoro na wala sio TAWA na wala sio wale watanapa wa Serengeti National Park. Ndugu zangu wa Tanzania, hilo ni jambo ambalo pamoja na kuwa tumeingia mwaka 2026, ni jambo ambalo linahitajika kukaa kwenye vichwa vya Watanzania na kukaa kwenye vichwa vya Wanangorongoro, kwa bado tuna safari ndefu ya kuwakomboa watu wetu wanaofilisiwa na kuingizwa kwenye umaskini, ufukara na kukumbana na madeni makubwa yasiyolipika, na si kwa sababu wameenda kutibu wapendwa wao walioumwa au kuwasomesha watoto wao, bali ni plani iliyoandaliwa na serikali ya Samia Suluhu Hassan ya kuhakikisha kuwa wananchi hao watakuwa maskini zaidi na fukara katika Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kama katiba yetu inavyosema kuwa ustawi wa watu ni haki kwa wote, basi tunahitaji wananchi wa tarafa ya Loliondo kupitia ardhi yao wapate ustawi unaostahili kama inavyotajwa kwenye sheria ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na katiba yake ya mwaka 1977. Ndugu zangu wa Tanzania,
Mnakumbuka pia serikali mwaka 2024 ilifuta vijiji, kata na vitongoji yote iliyopo tarafa ya Ngorongoro na kuhamisha majina ya wananchi wa tarafa ya Ngorongoro kupeleka Msomera Ndeni, serikali ilipokuwa inadhamiria kuhamishia wananchi walioko tarafa ya Ngorongoro. Kama mlivyoshuhudia, wananchi walijitokeza kwa umoja wao kusimama barabarani na kukesha kwenye baridi kali na kuumia kwenye jua kali ili wasitimize hatima yao ya kudai haki yao na kukataa kufutwa kwa historia yao iliyokusudiwa kufutwa na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania chini ya Rais Samia Suluhu Hassan, ya kuwaondoa wananchi, kuwapeleka Msomera na kuwanyang'anya ardhi yao ya mababu waliozika wapendwa wao, mababu zao, na ardhi yao ya ahadi waliopewa na Mungu. Ndugu zangu wa Tanzania, baada ya wananchi kusimama kwa siku 3 mfululizo, iliwalazimu serikali kuja kwa wakilishi wa serikali kufika na kuwaambia wananchi waondoke, kwa sababu serikali imesikia kilio chao na serikali na Rais Samia amekubali kuonana na wananchi wa Ngorongoro, ambayo jambo hilo limetimia tarehe 1 mwezi wa 12 2024, Samia kukutana na wananchi wa Ngorongoro pale Arusha, Ikulu ndogo ya Arusha, na baadaye kuipelekea kuunda tume mbili iliyokuja kuichunguza na kubaini migogoro iliyokuwa kwenye tarafa ya Loliondo na tarafa ya Ngorongoro na kuahidi kuifanyia kazi. Hadi leo tunapoongea, ripoti ile haijatolewa hadharani na wala hatujaambiwa hatima yetu ni nini, ili hali kila kitu bado inaendelea kama lilivyokuwa awali. Hakuna barabara tulizoona zikitengenezwa, hakuna ukarabati wa hospitali, hakuna kitu tulichokiona ikiendelea, na hata kama vingine vimeendelea kama huruma na ihsani, kwa sababu haikuendelea kama ni kitu ambacho tuna haki nazo kama tulivyokuwa huko nyuma awali. Ndugu zangu wana Ngorongoro, tulishuhudia maaskari ya mamlaka hifadhi ya Ngorongoro wakitekeleza unyanyasaji wao ya kubomoa manyumba ya wenyeji, ambayo kabisa ni nyumba za chini kabisa, na kubomoa zaidi bila kuwa na ridhaa ya mahakama au ridhaa ya vyombo vya sheria zilizopewa kazi ya kusimamia sheria ndani ya nchi yetu, na zaidi wanavunja watu wakiwa ndani. Ndugu zangu, kwenye hili pia tunasema kwamba tunaingia kwenye mwaka 2026 tukiwa na msimamo mikali kwamba lazima sasa mwezi wa kwanza kufikia mwezi wa pili tupate majawabu kamili ya hatima yetu ndani ya tarafa ya Ngorongoro na ndani ya tarafa ya Loliondo, kama tulivyodhamiria kwenye maandamano yetu ya mwaka 2024. Ndugu zangu wana Ngorongoro na Watanzania kwa ujumla, tunaomba msimame nasi katika kushinikiza serikali kuitoa hadharani ripoti ya tume iliyoundwa na Rais Samia Suluhu Hassan kuchunguza matatizo ya Ngorongoro, na ili wananchi wa Ngorongoro wakae kwa amani na wajue kwamba wako sasa kwenye hali salama kwenye ardhi yao. Ndugu zangu, mnafahamu pia kwamba kulikuwa na tatizo la utekaji. Hakuna mwanaharakati aliyodhani kuwa angefika tarehe 1 mwezi wa kwanza mwaka 2026 kutokana na hali iliyokuwa kwenye nchi yetu ya watekaji kupata nguvu zaidi na kuwa kama taasisi iliyopewa mamlaka, ila hali hatujawahi kuona sehemu gani iliyowataja kwenye sheria ya nchi yetu na kwenye katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, lakini wameonekana wenye nguvu zaidi kwa kuweza kushusha watu kwenye mabasi na kuwatesa na kuwaua baadaye kama walivyofanya kwa Ali Kibao. Lakini vile vile kushuhudia kwamba wana uwezo wa kuteka watu mashuhuri kama kina Humphrey Polepole, waliokuwa viongozi waandamizi wa taifa letu kwenye nyanda za kimataifa na ndani ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na kupotea mpaka sasa wajulikani walipo. Lakini vile vile kuwateka watu ndani ya manyumba yao na kuwapoteza na wasijulikani walipo, na kuna sehemu popote unaweza kuwakamata na kuwapeleka kwa sababu wanaitwa watu wasiojulikana, kama walivyomkamata Mdude Nyagali wa Chadema kule Mbeya mbele ya familia yake, na hadi sasa hajulikani alipo. Mtakubaliana nami kwamba hakuna mwananchi yeyote aliyokuwa anaipinga serikali aliyotarajia kufika tarehe hii. Kwa nini? Kwa sababu watekaji walionekana kuwa wana ushirikiano ya karibu na serikali, kwa sababu serikali haijawahi kuwakemea, na vile vile pia watekaji walikuwa wakiitetea serikali dhidi ya wale wanaokosoa. Asanteni sana na